Bwana Yesu asifiwe sana, rafiki yangu mpendwa. Basi Bwana ni mwema siku zote. Siku zote nazidi sana kumshukuru Bwana wa majeshi kwa sababu ameniongoza mimi na wewe. Bado tupo wazima kabisa, tena tunamshukuru Yehova Baba wa mbinguni. Basi nikushukuru sana ewe rafiki yangu mpendwa, mtoto wetu, ndugu yangu, dada yangu, wewe unayehusika kuendelea kupokea haya makala ya Injili takatifu. Kwa kulike kwako, kushare kwako, kukomendi kwako, kunanipa faraja moyoni mwangu siku zote. Nazidi kukutakia mema sana ndani ya maisha yako, uzidi kubarikiwa na kuinuliwa zaidi kwa kuendelea kufahamu huu ukweli. Basi kwa muda usiokuwa mrefu, nahitaji utulie kwa dakika chache tu. Nahitaji tujifundishe mimi na wewe hapa andiko fulani ambalo linaweza kukujazi moyo wako na kukuweka huru kabisa na kukuimarisha katika maisha yako ya kiroho, ukafahamu ya kwamba ni kitu kipi kinachojiri ndani ya maisha yetu mimi na wewe. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye ngazi ya Injili takatifu. Tunataka tuweze kujifundisha maandiko matakatifu kutoka kwa Biblia yetu ya kale kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 9 ikiwa na ule mstari wa 5. Basi kwa mujibu wa Biblia takatifu inatuambiaje hapa? Kabla hatujaendelea, niite mwalimu Luka Sefania, niko hapa kwa ajili yako. Basi hebu tusikilize mwana wa mfalme anatuambiaje kupitia katika haya maandiko matakatifu. Kitabu ni cha Mhubiri, sura ni ya 9, mstari ni wa 5. Unapendeza sana. Kuna siri nzito ambayo imefichwa mahali hapa, na labda kuna wengi sana wanakosa kusahau, labda kukumbuka. Nimekuja nikukumbushe ili uweze kufahamu ni kitu gani kinachoendelea. Basi moja kwa moja maandiko matakatifu inajieleza na kusema ya kwamba kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahuliwa. Basi rafiki yangu mpendwa, nahitaji ufahamu ya kwamba wale walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wale waliokufa hawajui lolote linalotendeka ndani ya maisha yao, hawafahamu lolote. Kila lolote walilokuwa wakilifanya linaishia hapa hapa duniani. Basi nahitaji ukumbuke ya kwamba wewe uliye hai unatambua ya kwamba ipo siku moja utakufa, ipo siku moja hautakuwepo tena duniani, ipo siku moja hautawahi muona tena mke wako, mume wako, mtoto wako, baba yako, mama yako, hutawahi tena waona tena. Hutawahi kaa ndani ya jumba kubwa, hutawahi tembelea kwa magari ya kifahari, hutawahi zunguka juu ya angani kupitia ndege, hutawahi tembelea ndani ya maji kupitia meli. Raha zote za hapa mjini ama raha zote za duniani zitakuwa zimekamilika. Mhubiri anapozidi kututunza zaidi kiroho, anasemaje hapa? Tuangalie katika ile mstari wa 6. Anasema ya kwamba mapenzi yao ya machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Mhubiri anazidi kutukumbushia kwamba yote tunayafanya yatakuwa yameisha. Chuki tuliyokuwa nayo itakuwa imeisha. Ubaya tuliokuwa nao utakuwa umeisha. Rambirambi zote zilizokuwa nazo zitakuwa zimeisha. Sifa zote ulizokuwa nazo zitakuwa zimeisha. Kumbukumbu lako litakuwa limeisha. Basi mpendwa wangu, umejiandaa namna gani kwa hii safari ngumu inayokuja ya milele, safari ambayo hakuna yeyote anayekwenda na kurudi? Maana ni safari ngumu sana, na hii safari inaokopesha wengi. Upasi kuokopa, unapaswa kukuwa na moyo wa ushujaa na kujua kwamba ipo siku moja utasafiri, na utasafiri safari ambayo mtoto wako hatakupata tena, mume wako hatakupata tena, yeyote hatakuona tena, ulimwengu hautakuona tena, maana utakuwa umesafirishwa moja kwa moja kuelekea kwenye ulimwengu mwingine usiojulikana. Basi tambua ya kwamba rafiki yangu mpendwa, yote unayafanyia watu, tambua ya kwamba ipo siku moja yatakuja kusauliwa. Utende mema, utende maovu, yote yatakuja kusauliwa siku moja. Utakuja kuyasahau, utakuja kupotezwa, utakuja kusauliwa, sifa zako zitakuja kuisha. Kwa hivyo nazidi sana kukuombea sana rafiki yangu mpendwa, rudi katika toba, rudi katika msamaha. Kuwa sana mtu wa kuomba msamaha na wengine, kuwa sana mtu wa kutembea na watu kwa amani. Tembea kwa upendo, tembea kwa furaha, yatende yaliyo mema siku zote, ukijua kwamba ipo siku moja haya mema yatakuja kukumbukwa na Mungu peke yake, wala sio mwanadamu. Yule unayemfanyia mazuri wala mabaya, nakwambia kwamba siku moja yatakuja kusauliwa.
Lakini nataka nikuambia kwamba rafiki yangu mpendwa, yote uliyoyafanya duniani Bwana hatawahi yasahau. Maana siku zote unapozidi kuongezeka ndani ya maovu, haya maovu yote yanazidi kunakiliwa kwenye Biblia takatifu ya milele. Siku ya Kiama itakapofika, yote yatakuja kuondolewa na kuwekwa mbele ya uso wako, baada ya wewe kupewa ufufuo ambao utakuwa ni ufufuo wa kwanza. Tambua ya kwamba kuna ufufuo wa kwanza, na mbali na hivyo kuna sasa kifo ya milele. Basi mwokope yule anayeweza kuangamiza nafsi na roho, lakini yule anayeangamiza nafsi peke yake usimwokope, bali mtunze kwa hekima. Ishi na heki akili, kwa sababu ni Mungu mtunzaji wa haki. Basi sitarajii kama nitakuja tena kukusumbua na mengi sana. Nadhani mwisho wangu utakuwa umefikia hapo, na mimi nataka nielewe kwamba najua kwamba hali yako itazidi kukua sawa. Najua kwamba utazidi kubadilisha hekima zako, utazidi kubadilisha tabia zako, utazidi kutembelea katika njia safi, ukikumbuka kwamba siku moja kama ya leo utakuwa umesauliwa duniani. Siku moja kama ya leo hautakuwa umekumbukwa duniani. Siku moja kama ya leo hali yako yote itakuwa imeisha. Siku moja kama ya leo tutakuwa kwa mazishi yako. Siku moja kama ya leo mtakuwa kwa mazishi yangu. Siku moja kama ya leo ikiwa nakwambia kwamba habari zangu zitakuwa zimesauliwa, habari zako zitakuwa zimesauliwa. Basi kabla siku zetu zifike, ama kabla siku yako ifike ya kuondoka duniani, tengeneza nyumba yako, tengeneza familia yako, tengeneza watoto wako, leta amani kwenye familia yako, unganisha watoto wako wapendane, leta furaha kwenye jamii, ili utakapoondoka uiache amani nyuma yako. Basi ubarikiwe sana na Mungu wa amani akutie nguvu. Kwa muda wako Yehova akutakaze na kulinde. Ubarikiwe sana. Niite Mwalimu Luka Stefania. Tukutane tena kwa makala mengine ya Injili takatifu, ili tuendelee kujifundisha sahihi, ili tupate kuelewa uhondo kamili kutoka ndani ya maandiko matakatifu. Barikiwa. Shalom.